Gonna TV, acha tukujuze. Karibu tena, hii ni Gonna TV na mtangazaji wako ni mimi Amina kama ilivyo kawaida, na leo tuna mgeni. Unataka kujua ni nani? Karibu. The Plug. Karibu kwenye kipindi chako pendwa kinachounganisha fursa, vipaji na biashara kutoka kila kona barani Afrika. The Plug. Mahali ambapo mawazo yanakutana na mafanikio. Kupitia Gonna TV tunakuleta karibu na wabunifu, wafanya biashara, wasanii na vijana wanaobadilisha Afrika kwa vipaji na ubunifu wao. Kama unatafuta fursa, inspiration na connections, basi hapa The Plug ndipo plug yako ya mafanikio ilipo. The Plug Africa. The Plug. Stay global, connected to the opportunities. Kama nilivyoweza kuambia mwanzo, tutakuwa na mgeni na huyu ni msanii, yuko hapa tayari. Tungependa kufahamu mengi kuhusiana na yeye. Karibu, habari? Salama. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Yasir Mepu Wajii. Yasir, unajishughulisha na nini? Mimi najishughulisha na muziki. Tunafahamu muziki iko ya aina nyingi. Wewe unafanya muziki wa aina gani? Mimi nafanya muziki wa singeli. Oh, asante. Kabla hatujaendelea mbele, kwanza tungependa kufahamu historia yako kwa ufupi sana. Yasir ni nani na imekuwaje mpaka akaanza kuimba singeli? Kuimba ni ndoto yangu ambayo napenda sana tangu niko mdogo. Napenda sana sanaa. Sio kuimba tu, sanaa naipenda sana. Ila tu Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo nimejikuta mpaka nimedondokea kwenye sanaa ya kuimba, na nimeanza mziki tangu 2023. Ni muda kuanza mziki, lakini siwajua mziki una changamoto ni nyingi. Ushaona, wapo nilioanza wakanicheka, ushanielewa. Nishaambua sijui mimi, ushanielewa. Ila yote nikakubaliana nao kwa sababu hakuna alioanza tu akafanikiwa. Kwa hiyo lazima uanze uhaso kwanza, alafu baadaye uje sasa upate mafanikio. Kwa mimi nimepambana mpaka sasa hivi unaponiona hapa, nazidi kuendeleza game langu, na wapo baadhi ya mashabiki ambao wananielewa. Nashukuru kwa hilo. Tunafahamu kila kitu hakikosi changamoto. Wewe kama Yasir, ni changamoto gani unakutana nayo kila siku kwenye safari yako hii ya muziki, hasa wa singeli, ambayo kuna muda inafikia labda tu unasema naweza nikakata tamaa? Tuambie, ni changamoto gani unapitia? Changamoto ni nyingi sana ambazo napitia. Nilishaandaliwa show, ushanielewa. Kuandaliwa show mpaka ifika wakati show imekaribia, nikaambiwa sipandi, ushanielewa. Kwa sababu yote sina kitu, naonekana sijui, ushanielewa. Kuna watu pembeni wanakuambia bwana huyu atatuharibia show yetu, ushanielewa. Kwa hiyo mashabiki wako aina nyingi, unaweza kumpata mtu wa imani wa kusupport, lakini kuna yule mtu wa pembeni wakwambia wamsupport huyu hajui chochote bwana, atapanda vipi, atenda tuaibisha tu pale jukwani. Na sometimes unakuta mtu anaenda studio kurekodi, unakuta watu ndani studio, umeingia wewe ndo wa kwanza kurekodiwa, lakini unaambia pisha bwana ajui bwana, tuchukue masaa kibao kurekodi ngoma moja tu atachukua masaa 2 3, ushanielewa. Tupishe sisi tunaojua. Kwa hiyo onekana ujui. Kwa hiyo unakuta sometimes changamoto ni nyingi, ushanielewa. Yani changamoto ndo kama hizo. Kwa hiyo unakuta mtu saa nyingine mtu unaamua ngoja nikate tamaa, lakini ukifikiria kwa sababu ile kafikaje mpaka kafika hapa kajulikana, na mimi nishindwaje. Kwa hiyo sometimes mtu mwenyewe tu unaamua kukaza nafsi yako, unasema nitafika tu kama alipofika yeye. Yani cha msingi kitu kikubwa ni kutokukata tamaa na kumwomba Mungu. Yasir, umeweza kutuambia unaitwa Yasir, lakini hujatuambia jina lako la kisanii. Kila msanii tunajua anakuwa na nickname yake ambayo inamtambulisha kwenye soko la sanaa. Je, wewe unaitwa nani? Mimi jina langu la sanaa naitwa Maniga HN. Maniga HN. Mpaka sasa una nyimbo ngapi kwenye kabati? Kwenye kabati mimi nina nyimbo 3. Una nyimbo 3. Ipi ni nyimbo yako pendwa ambayo unajua hii nikisikiliza bwana tanikika pale ghetto, mimi ndio nyimbo yangu hii naipenda sana? Ni nyimbo gani? Nyimbo yangu pendwa bwana, mimi naipenda nyimbo pendwa inaitwa Fatuma. Fatuma ni nyimbo mpya au ni ya kwanza au ni hiyo ya pili hapo? Maana umetuambia una nyimbo 3. Hii ni nyimbo yangu mpya ambayo siku ya Idi Mosi naenda kutambulisha nikiwa pale Mkokwani. Kwa hiyo naombeni sana mashabiki zangu muweze kunisikiliza na kunitegea sikio.
Kwa nini wimbo huu umeamua kuita Fatuma? Kwa tunafahamu Fatuma ni jina la msichana au mwanamke, lakini pia tunaona wasanii wengi wakiwa wanaimba nyimbo watakwambia hii ni historia ya kweli, au hii imemtokea jirani yangu, au hii labda nimekutana nao mtaani. Kwa nini wimbo wako umeita Fatuma? Lakini pia kwako ni historia ya kweli au umetunga tu? Fatuma ni mtu ambaye nampenda na ni mtu ambaye ni future ya maisha yangu. Kwa hiyo nikaona isiwe swala niweke historia ya maisha yetu ambayo tumepitia mimi na Fatuma. Ndio maana nikatunga wimbo kwa hisia nikauita Fatuma. Baada ya kurekodi wimbo, natumai Fatuma ameusikiliza. Je, Fatuma huu wimbo ameupokeaje? Tuambie, mama la mama ameupokeaje? Fatuma huu wimbo kaupokea kwa bashasha sana. Yeye mwenyewe kafurahi katika nafsi yake. Ushanielewa? Yaani kafurahi sana sana sana. Yaani kiasi ya kwamba mimi mwenyewe pia najisikia faraja, na mpenzi wangu umenitungia kitu kweli unanipenda. Na mimi nikamwambia kweli nakupenda mpenzi wangu, ndio maana nikatunga wimbo kusudi hata nikikaa hata nikiwa sipo ndani ya mkoa labda nimekuacha mwenyewe unausikiliza wimbo unanikumbuka. Anambia ni kweli mpenzi wangu na mimi nitakukumbuka pia. Maniga HN, sasa nataka nikupatie time ya wewe kuweza kumsikilizisha mtazamaji. Je, Fatuma kilichoimbwa na kilichosifiwa kipo? Tuambie. Sawa sawa. The Plug, kipindi hewani on the air. Gonna TV, acha tukujuze. Bwana msanii wako hapa Maniga HN, nikipenda kuwatambulisha hii ngoma ya Fatuma kidogo, kuwapa kionjo kidogo. Na mtege sikio unisikilize. Chaguo langu ni wewe, kipenzi changu Fatuma, na usijenyacha mwenyewe, mwenzako moyo taniuma. Chaguo langu ni wewe, kipenzi changu Fatuma, na usijenyacha mwenyewe, mwenzako moyo taniuma. Na moyo wangu umekupenda wewe, na moyo wangu sitaki uchezewe, na moyo wangu umekupenda wewe, si unajua nimekupenda mwenyewe, we Fatuma. Gonna TV, acha tukujuze. I love you Fatuma, I love you Fatuma, nakupenda Fatuma. Mani, hongera sana. Wimbo ni mzuri, mashairi umeweza kuandika vizuri sana. Asante sana. Haya. Ulikuwa na mtangazaji wako mimi Amina Mhina. Usiache kusubscribe kwenye TV yetu ya Gonna TV, lakini pia endelea kutufollow Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Tukutane tena wakati mwingine kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha The Plug Interview.